kwa kuwa na maisha ya maombi na maisha ya ushirika na neno la Mungu. Tunakuwa imara kiroho kwa kuwa na maisha ya maombi na ushirika na neno la Mungu. Kama nilivyosema, roho yako lazima uijenge. Roho, kuna kanuni za kujenga roho. Roho haijengwi na mikate na chips mayai, haijengwi na makande, haijengwi na ugali, haijengwi kwa maneno ya shosti ya ndani. Kama ukisikia una huzuni, sema ni shosti, yani pigisha shosti wako, shosti. Yaani moyo wangu uko chini umeshuka. Kwa shosti anakuwa maneno ya kujenga roho yako. Hapana. Roho inajengwa kwa neno la Mungu na kwa maombi. Nidhamu zile za kiroho. Kwa hiyo mwanamke, ili uwe imara kiroho, hauwezi kukwepa neno la Mungu. Huwezi kukwepa. Ukikwepa, unakwepa ustawi wako. Kwa hakikisha unawekeza kwenye neno la Mungu na kwenye maombi. Ukisikia maombi, mtu wa Mungu, acha uvivu. Tulipoomba tuliona matokeo. Tulipoacha kuomba, hakuna kilichotokea. Kila ombaye hupokea. Usipoomba hutapokea. Amina mtu wa Mungu. Biblia inasema ombeni mtapewa. Usipoomba hutapewa. Tafuteni mtaona. Usipotafuta hutaona. Ile Mathayo 7:7-8. Asema bisheni mtafunguliwa. Kuna milango imefungwa mbele yako. Kuna vitu unaona havitokei. Usipobisha kwa kuomba, kwa kutawaka, hiyo milango ifunguliwe. Maana unayo mamlaka ya kufungua, na ukifungua hapa duniani, Biblia inasema kwamba na mbinguni vitafunguliwa. Ukifunga hapa duniani, Biblia inasema kwamba na mbinguni vitafungwa. Yamkini kuna vitu havitokei kwa sababu kuna milango imefungwa katika ulimwengu wa roho. Unapaswa kuingia kwenye maombi. Unapaswa kuanzia ukiwa binti uwe na tendency na taratibu za kufunga na kuomba. Usikae unakula tu wiki nzima unakula tu. Kwa taratibu za kufunga na kuomba. Ukiwa unasikia kanisani kuna ratiba ya kufunga labda hata mara moja kwa wiki, shiriki na wewe. Ili inakujenga kuwa imara. Unakuwa imara sasa ukiwa binti, lakini inakuandaa pia kwa ajili ya baadaye. Ukiwa mwanamke sasa baadaye una familia zako, mabinti zangu. Ukiingia kwenye mwanamke ndio pale ufika kwenye ndoa yako. Sio kuna ndio uteremko. Maana mwingine anasema, wewe tu ni sore baada ya kufanya wale zangu nikapumzike. Ndugu, yaani unapoingia kwenye ndoa safari imeanza. Yaani unaona kama mama yako anafaidi kuolewa na kukaa na baba yako. Mwenyewe unasema tena mama daraja bana. Yaani kitaka hela na kumpa baba. Sasa wewe unaweza kupata mume ambaye hatoi hela. Itakuwaje? Maisha yataendaje? Kila mtu ana maisha yake. Yamkini mama yako akimwomba tu baba hela anapata. Wewe unafikiri kwamba na wewe ukiolewa utakuwa tunamwambia mume wangu, hata yes inakuja. Mume wangu ada inakuja. Mambo yafanani. Wewe unaweza kuolewa mtu mume wako yani labda hana kazi, wewe una kazi. Wewe unahitaji usu. Ndio maana tunasema lazima uwe imara kiroho ili ukikutana na hali yoyote uweze kuimudu. Amina. Yeah.